serikali imekuwa ikitoa fedha. Sehemu ya kwanza ni hizi nilizosema, zimejenga majengo. Sehemu ya pili, zimeajiri watoto wa Kitanzania wawasaidie Watanzania wenzao. Lakini serikali inatoa pia fedha za kununua dawa hospitalini. Nikiangalia kwenu hapa katika kipindi hiki zimetumika bilioni 1.75 katika hospitali ya wilaya, bilioni 4.97 kwa dawa, vifaa tiba, vitendanishi, magari mawili ya wagonjwa, gari moja la ufuatiliaji. Tuna fedha zimekuja kwa ajili ya dawa. Sasa kumekuwa na tatizo ambalo kila wakati na kila mahali ninakopita nasema hii haifai, lazima turekebishe, kwamba serikali inatoa fedha nyingi kwa ajili ya dawa, na tukiangalia kwenye taarifa za vitabu tunaambiwa utoshelevu wa dawa ni zaidi ya 90%, sehemu zingine 94%, sehemu zingine 96%. Lakini kila mgonjwa akienda hospitalini anaambiwa akanunue dawa mtaani. Haya ni mambo ya kihuni. Kioski mtaani kinapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata, kama sio hizo za serikali zimepigwa cross zikatangulizwa kule? Kioski kinatoa wapi dawa? Yaani hapa tunakuwaje na duka lina dawa ambazo serikali haiwezi kuwa nazo? Nilienda wilaya moja nikapewa jibu la kijingajinga tu, eti kwamba ndio dawa zipo, lakini tulipokea kwa jina la kampuni, kwa hiyo hatukuwa tumejua tulipoziweka. Au walipoagiza za serikali waliagiza na binafsi, kwa hiyo wameficha za serikali ili ziishe za kwao kule ili wapate. Haya hayakubaliki. Mganga mkuu wa mkoa yuko wapi? Waambie wadogo zako wote, waambie wasaidizi wako wote, na waambie wale wanaoagiza dawa waagize dawa zinazotumika zaidi kwa mkoa wa Iringa. Kuna wakati tunapitisha miaka 2-3 tunaenda kumwomba CAG kuteketeza dawa zilizo expire. Tunapata wapi dawa zinazo expire kama kila wakati mgonjwa anaambiwa akanunue dawa? Hakuna dawa, tunateketeza mabilioni. Mimi mambo ya ajabu ya aina hiyo sina ustaarabu nayo. Na kila mkoa nasema sasa tutafanya utaratibu wa kufuatiliana mguu kwa mguu. Wenzetu wa vyombo, kila mwaka wa fedha ukishaanza, mjue fedha zilizokuja, mjue zimenunua dawa ngapi na hizo dawa zimekwenda wapi, ili wananchi wanufaike na jasho la kodi zao. Ninachosisitiza ni nini? Kuna watu wanategemea uadilifu wa kiongozi uliyepo pale unayeamulia kuhusu maisha yake. Wewe ndo unaamulia kuhusu ardhi yake, wewe ndo unaamulia kuhusu fidia yake, lakini pia wewe ndo unayeamulia pale anapoonewa. Ndio maana ya uwepo wa serikali. Sitaki kuwa mzuri kwa kila mtu. Mahakama imeshasema mwenye haki ni huyo hapa, alafu yule ambaye amepora haki anang'ang'ania kwa nguvu. Serikali unaingilia kati unusuru yule ambaye anataka kutumia mabavu kupora haki ya mwenzake. Ndio. Na mimi kote nilikopita na naendelea kuambia na ambako sijapita, kama unajua umetumia tu mabavu hiyo haki ya ustahili, mapema mrejeshee anayestahili. Na nitakuwa napata taarifa za kila mkoa kila mwezi, na mimi kwa wale ambao hawatafanya haya kwa hiari nitawashikisha adabu wote wanaokosea wenzao. Ndio. Lazima Watanzania wote wafurahie matunda ya uhuru wa nchi yao. Hakuna mahali panaposema ukishakuwa na mali, ukishakuwa tajiri, wewe ni Mtanzania na nusu na wengine ni nusu wa Tanzania. Kwa hiyo tuyazingatie hayo. Huwa natoa mfano wa sekta ya elimu. Sekta ya elimu kweli wameendelea kuheshimu sana ule mtiririko wao kuanzia kijijini mpaka makao makuu.
Tumesoma pale tukijaza mafomu yale, hatukuwahi kuyapeleka hata katani. Mnajazia pale pale, sijui picha sijui pale pale, sijui namba ya mtihani pale pale, na siku wakikuletea wanakuletea kutoka taifani, wanakuletea pale pale shuleni. Kwa nini sekta zingine mnataka mwananchi amtafute yeye mwenyewe mkuu wa mkoa? Yaani pana mtendaji wa kijiji kuanzia pale pale, yuko wa kata, yuko wa tarafa, yuko. Kwa nini mnataka mwananchi yeye mwenyewe ahangaike na kero yake mpaka kwa rais? Si kila siku mko pale pale kijijini, na wewe ndo eneo lako alilokugawia rais ndo hicho kijiji. Ukitoka kijijini ukaenda mkoani, unaenda kufanyaje? Unaenda kutembea, haubebi kero hata moja ya wananchi. Hii hapa ndo tunapokosea. Hatukutengeneza ofisi nyingi ili tugawane vyeo. Tumetengeneza ofisi nyingi kuwasaidia wananchi kero yao asiende mbali. Hasa kila leo mpaka mstaafu tunataka aende Dodoma kufuatilia